mstari wa 11. Kabla mstari wa 11, kabla mstari wa 11, huyo ambaye aliokoa au huyo ambaye anayeokoa, ambaye huyo ndio Mola anayeokoa ni nani hasa? Luka sura ya 19, Luka sura ya 19 anayeokoa sasa. Luka 19 mstari wa 10. Kwa kuwa mwana wa Adamu, yani Yesu, alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Huyu ndiye Mola wa kuabudu. Sasa hebu nikuondoe. Hatuokoki kwa jitihada za kiibada. Hakika. Hatuokoki hivyo. Huna uwezo wa kufanya ibada ikampendeza Mungu. Mwanadamu yoyote, hata mimi nayeongea na wewe, yani mimi kama mimi sina ibada ya kumpendeza Mungu. Nitatoa mfano. Mwanadamu anafananishwa na mtu aliyejipaka kinyesi kwenye mikono au kwenye mwili wake. Lakini huyu mwanadamu aliyejipaka kinyesi akawa anataka kukupa zawadi ya mkate uliopakwa siagi. Mkate uliopakwa siagi akauleta kwako. Yani mikono imetapaka kinyesi na mwili wote. Akashika ule mkate uliopakwa jamu, uliopakwa siagi, alafu akakuletea akupe. Huo mkate wote utahesabika ni mchafu. Hii maana yake nini? Mwanadamu kwa asili ni mwenye dhambi. Ukitaka umpendeze Mungu kwa matendo yako mema, maana yake unayapeleka matendo mema kutoka kwenye mtu mchafu. Maana yake na matendo nayo yanapokwenda kwa Mungu yanakuwa machafu. Sadaka ukipeleka kwa Mungu hata kama ni nzuri inakuwa ni chafu kwa sababu inatoka kwa mchafu. Ukitoa siu kwa yatima ukalia, maombi yako nayo yanakuwa machafu. Mithali 15:29 inasema Mungu asikilize maombi ya mwenye dhambi. Mungu anasikiliza maombi ya mwenye haki. Yohana 9:31. Isaya 59:1-2 inazungumza yayo hapo. Kwa msingi huo, ili uokoke unapaswa uende ukaoshwe kinyesi ulichojitapaka. Ukafutwe uchafu wote. Amina. Na kinachofuta kwenye ulimwengu wa roho ni damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Hebu nitoe maandiko ili uondoke katika dhana ya matendo yako kwamba yanaweza kukusaidia. Kwamba hatuokolewi kwa matendo. Kwanza tumwamini Yesu atuoshe dhambi zetu. Akishatuosha ndipo matendo ukiyafanya yanakuwa na maana mbele za Mungu. Nisome maandiko ya haraka kwanza. Kinachoondoa dhambi ni nini? Mathayo 26. Nilisoma pale mwanzo, narudia tena. Mathayo 26 mstari wa 26. Mathayo 26. Mathayo 26 mstari wa 26, Biblia inasema hivi. Nao mpaka mstari wa 28. Nao walipokuwa kila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Damu ndiyo damu, tena sio tu damu ya Yesu ndiyo inayoondoa dhambi. Maana usio kasema damu ya kuku, damu sio ya njiwa, damu ya mbuzi. Damu sio ya mbuzi aliyechinjwa Maka. Ni damu ya Yesu Kristo. Nikusomea maandiko mengine yaendelee kukusaidia na kukupa ushahidi. Andiko jingine, Waebrania sura ya 9. Waebrania sura ya 9 mstari wa 22. Biblia inasema, na katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Pasipo kumwaga damu manake dhambi haziwezi kuondolewa. Huwezi kujikomboa, huwezi kujiondoa isipokuwa unajiondoa kwa damu ya Yesu Kristo. Petro wa kwanza 1:2, kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua katika kutakaswa na Roho, hata mkapata kutii na kunyunyiziwa damu ya Yesu Kristo, neema na amani na ziongezwe kwenu. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:6. Kabla ya waraka wa kwanza Yohana 1:6, Petro wa kwanza 1 hiyo mstari wa 23. Petro wa kwanza 1:23 inasema, Petro wa kwanza 1:23 inasema, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Nimechanganya andiko.